Dokta, Naam. habari ya uzima? Naam. Unaongea na Paulo Miki kutoka Tarakia TV. Yes. Leo Tarakia TV bwana imependa kukupigia simu utupe elimu kidogo kuhusiana na mambo ya uzazi. Ndio. Swali langu la kwanza ambalo nilikuwa napenda kukuuliza. Ndio. Unisaidie dalili mojawapo ya mwanamke baada ya kujifungua ni ipi dokta? Na jingine moja kwa moja. Jingine ni Mwanamke ni kazi zipi ambazo haruhusiwi kufanya baada ya kujifungua? Mfano mazoezi, kucheza. Okay. na kadhalika. Sawa. Kwanza nashukuru sana kwa kunipa nafasi Ndio. ya kuweza kuniuliza na mimi ukapata majibu kutoka kwangu. Okay. Nitaenda kwenye ile swali la kwanza. Ndio. Kitu ambacho huwa kinawabadilisha akina mama wanapokuwa wamebeba ujauzito Ndio. huwa ni kwa sababu ya hormone, vichocheo vya hormone. Okay. Na kila mtu ana hormone ni vile vile, lakini namna mwili unavyotokea unakuwa kwa namna tofauti. Sasa hormone kubwa ambazo zinapelekea mabadiliko makubwa ya mwili ambapo mwanamke anakuwa mjamzito au anapokaribia kuelekea kujifungua ni estrogen na progesterone. Hizi ni hormones mbili ambazo zinachuana na zinapelekea misuli na mishipa ya mwili iweze kurejea ili mtoto aweze kukaa vizuri ikiwa katika via vya uzazi vya mwanamke. Na pia huwa inapelekea kubadilika kwa mwili kwa ujumla. Matiti yanaongezeka, ngozi inabadilika. Kuna mwingine alikuwa mweupe anazidi kung'aa, na mwingine alikuwa mweusi anakuwa mweupe, na kuna mwingine alikuwa rangi ya kawaida anakuwa mweusi sana. Sasa haya yote yanakuwa ni tofauti kwa sababu zinapotokea hizi hormones kwa hawa watu tofauti kuna mama, na wao wanakuwa na mabadiliko tofauti. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akapata hayo mabadiliko na kuna mwingine anaweza asiyapate kwa kiwango kikubwa sana. Mfano, kuna mwingine ukimwona tu ana mimba ya miezi 7 unagundua huyu ana mimba, lakini kuna mwanamke mwingine hata akiwa na mimba ya miezi 7 huwezi kumtambua. Ni kwa sababu ya hizi hormones na mapokeo ya mwili. Na hali jingine umeniuliza kwamba ni swali lingine ni baada gani mwanamke anaweza kufanya mazoezi au anaweza kufanya kazi usiku. Ndio. Kwa tukisikia kwamba 40. Sasa hiyo huwa imekuwa ni kitamaduni kwamba 40 pale ndipo mama na mtoto anaweza kutoka nje. Ndio. Sasa ile huwa haipo tu kitamaduni, hata kibiolojia pia ipo. Ile watu tunachukulia ni kama wiki 6, kama mwezi mmoja na wiki 2. Okay. Sasa baada ya huo muda mama anaweza kufanya kazi nyepesi na mazoezi ambayo ni mazoezi rahisi, lakini asiwe mtu wa kufanya kazi nyingi, labda kazi masaa 8. Hapana, kazi anaweza akafanya lakini zile nyepesi na kwa muda mchache. Asiwe mtu wa kusimama sana, ndio hivyo. Lakini pia na hayo mazoezi au hiyo kazi anaweza akaifanya ndani ya muda gani? Yaani mara nyingi inaweza ikachukua, yaani hakuna kipimo halisi cha muda ambao anaweza akachukua, lakini mazoezi yale yasiwe ni ya kutosha. Ndio. Kwa mfano labda ndani ya lisali moja. Okay.
Yes. Na kazi pia zinatofautiana. Kuna kazi nyingi ni ngumu, kwa mfano labda wale wanaoenda mashambani, huwezi ukampeleka kufanya kazi za shamba. Okay. Samahani dokta, haya mambo tumeyaona kwenye mitandao ya kijamii yakitrending sana kuhusu Wema Sepetu na kuhusu mwanadada Zuchu. Baada ya Zuchu kujifungua tumeona muonekano wake, na pia baada ya Wema Sepetu kujifungua pia tumeona muonekano wake. Hivyo dokta, tulitaka utupe somo kidogo au elimu kidogo kuhusiana na mabadiliko. Mwanamke anaweza kujifungua na bado maumbile au muonekano wake ukabaki kuwa vile vile bila kunenepa. Vipi maoni yako hasa? Okay, maoni yangu ni kwamba tusisitupe na hiyo hali, ni hali ya kawaida. Kwa sababu hawa ni watu tofauti na mapokeo ya hormone zao ni tofauti. Sasa huwa inatokea ni kama nilivyokuelezea mwanzoni, huenda mwingine mapokeo yake yakawa yenye kasi zaidi yakampelekea mabadiliko yakawa makubwa, na huyo mwingine hayakuwa ya kasi zaidi akapelekea kuongezeka kidogo, hali ambayo hata sisi wenyewe tukishtuke au tukaona amebadilika, lakini ni hali ya kawaida. Lakini pia na huyu ambaye amepata mabadiliko haya, ana uwezo baada tu ya kujifungua anaweza akarudi akawa kwenye hali ya kawaida, lakini pia anaweza asirudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo ni matokeo ya hormones ndio yanaweza yakasababisha hizi hali zote, lakini ni hali ya kawaida na lengo ni kwa ajili ya afya ya kiumbe alichokibeba. Okay, sawa. Asante sana dokta. Asante sana dokta kwa ushirikiano wako. Karibu sana Tarakia TV. Siku tukikuhitaji tutakupigia. Mashabiki wakiuliza baadhi ya maswali, pia dokta tutakupigia ili uweze kutuelimisha tena. Na kushukuru sana na imani umeridhika na majibu ambayo nimetoa. Ndio. Nakutakia siku njema na kazi njema. Asante sana dokta, na pia kwa ushirikiano wako.